wameibuka na ushindi wa goli 6-0 dhidi ya Mbeya City. Mechi ya kwanza iliisha kwa sare, lakini Young Africans walipata tabu kweli kweli. Leo ni wapi Yanga walizidisha nguvu zaidi na waliwazidi wapi Mbeya City? Pongezi kubwa ni tunaweza kusema ni kwa benchi la ufundi ambalo limepitia mchezo wa awali na kuona wapi kulikuwa kuna shida. Na valuation ambayo wameifanya ndio ambayo imekuja kuleta matokeo chanya leo. Ukiangalia Yanga katika mechi ya leo ilifanya Mbeya City kukosa utulivu katika eneo lake. Ni sawa na ndege inayoshuka airport, lazima isheki tu. Ndicho ambacho kilikuwa kimefanyika leo hii, kwa maana kwamba Mbeya City kukosa utulivu wa kuweza kuandaa mashambulizi katika eneo lake. Mbeya City imefungwa kipigo hiki ni kutokana na ubora wa Young Africans, kulingana na mbinu bora na ufundi bora ambao benchi la ufundi wamekuja nalo kuwafanya wakosa utulivu kabisa. Na ndio maana haikushangaza kuona kipindi cha kwanza Mbeya City kukosa on target hata moja. Ni kutokana na mpango wa kazi bora ambao Young Africans walikuja nao. Na hii ndio maana halisi ya timu kubwa, inajua changamoto nini ifanye na kuweza kupata solution. Bingwa mtetezi, haya ndio majukumu yake kuweza kuyafanya. Kwa Young Africans leo imecheza kikubwa kuthibitisha wazi kwamba ubingwa kwa mara ya 5 ni kwamba Yanga inautaka kwa udi na uvumba. Kwa kipindi cha kwanza Mbeya City walionekana wapo chini sana, wakaruhusu goli 5, lakini kipindi cha pili wamerejea, wameruhusu goli 1. Kipi ambacho unadhani Mbeya City waligundua na wakakifanyia kazi kipindi cha pili? Kimsingi ni kwamba Mbeya City kipindi cha pili hakuna ambacho imegundua, ni kuridhika kwa Young Africans kwamba sasa kilichobaki tumeshapata mtaji wa goli nyingi, wacha tufanye mazoezi. Lakini sijaona determination ya Mbeya City ya aina yoyote kwamba wanautaka mpira kuweza kuishambulia Yanga. Huo ni uongo. Young Africans leo wamejizatiti katika kuweza kusema kwamba wanapata idadi kubwa ya magoli kulingana na makosa ya Mbeya City. Na Yanga imejipambanulia zaidi kwamba hii ndio timu bora ligi kuu soka Tanzania bara kwa herufi kubwa, tangazo la taifa online yoyote. Timu bora Tanzania kwa sasa ni Young Africans. Michezo 19 imepata sare michezo 5. Unaelewa vizuri? Imeshinda michezo 14. Utaachaje kusema Young Africans kuwa bora? Na faida ya Young Africans kurudi katika ubora katika mechi hizi katika raundi ya pili kwa asilimia kubwa, ndio maana halisi ya timu kubwa. Wapi kuna mistake wanakaa kama management na benchi la ufundi na kuweza kutatua changamoto ambazo zinaikumba taasisi. Kumbuka wakati Young Africans wanaitana kikao chao yalizungumzwa mengi sana, lakini kwa sababu tumezungukwa na watu ambao sio wa mpira, watu wakaenda kukaa chini wakaangalia shida ni nini, wapi pana problem, wakaweza kusolve tatizo, na haya ndiyo matokeo yake. Bingwa mtetezi, tangazo la taifa, anataka ubingwa kwa udi na uvumba. Matokeo haya sio matokeo mazuri kwa Simba hata kidogo. Unafikiri uwezo ambao ameonyesha Okello mpaka hivi sasa unaweza ukamweka kwenye ranki gani ya mchezaji? Kwa sababu ameonekana akifanya vizuri kwenye mechi za ndani na kuna baadhi ya watu wanamwandarate kwamba hizi ni performance za game ndogo tu. Unamwona wapi Okello ndani ya Young Africans? Kwangu mimi Alan Okello anatoa shamba darasa kwa wachezaji wote walioingia dirisha dogo. Hawa kina Libase, kina nani wote unawajua, wote kina Loemba. Kwa sababu ukiangalia ameingia dirisha dogo, ndiye ambaye anayeongoza kwa assist. Sasa kwa sababu mpira ni science na ndio maana una takwimu. Kumkataa Alan Okello, cha kwanza unatakiwa uwe hauna aibu. Cha pili unatakiwa uwe na roho mbaya, kwa sababu mpira ni takwimu duniani. Leo Ronaldo ni mfungaji bora wa magoli mengi duniani kwa sababu ya takwimu. Why? Yanahesabika. Alan Okello ameingia dirisha dogo, anaongoza kwa assist. Amewazidi wachezaji ambao walianza mwanzo mwa msimu. Niliwahi kusema kwamba usimkatie mchezaji tamaa ambaye ameonekana kwenye mashindano makubwa kama ya Chad na Afcon. Mara nyingi wachezaji wanatofautiana uelewa ama kuadapti mazingira ya ligi nyingine ambayo ametoka na amekwenda ligi nyingine. Kuna mwingine anaelewa kwa muda mfupi, mwingine anaelewa kwa muda mrefu. Ndicho ambacho kiko kwa Alan Okello. Kwa mpaka dakika hii ndio Mwalimu Nyerere wa assist tangu dirisha dogo lilipofungwa pale. Manake anaongoza kwa assist, sio kwa bahati mbaya, na kila mmoja anaona anacheza mpira wa darasani, mpira wa maarifa na akili kubwa sana. Hivyo basi anapaswa kulindwa, manake burudani nyingine imekuja.
Huo ndio uhalisia. Alan Okello kwangu mie, nilipokuwa nikisema kwamba Libase Gay ajifunze, nilikuwa namaanisha. Nilipokuwa nasema Loemba ajifunze kwa Alan Okello, nilikuwa namaanisha. Hawa wote wameingia dirisha dogo. Wanamfikia kwa takwimu? Hapana, na wanapata game time ya kucheza. Maana nini? Ni ubora wa Alan Okello aliokuwa nao. Wao Simba wanatamani kuwa na Alan Okello. Maana mchezaji ambaye anafanya vizuri unatamani kuwa naye. Huo ndio uhalisia. Ukileta ushabiki utazungumza negative tu. Yes. Selemani Mwalimu ni mtu wa mpira. Kwanza mimi nampongeza kwa sababu amejiweka katika familia ya mpira. Nchi tuna watu wa ajabu sana. Ikicheza Yanga mtu wa Simba afuatilii. Ikicheza Simba mtu wa Yanga afuatilii. Ni mambo ya kihuni. Anathibitisha wazi na hapa anatoa elimu kwamba mpira sio uadui. Hata kama ni mchezaji wa Simba kuja kuitazama game. Hata kocha, hata benchi la ufundi la Simba ilikuwa ni sehemu sahihi kuja kuangalia opponent wako. Kwa sababu baada hapa kuna mashindano ya muungano, si ndio? Baada ya muungano mnakuja kukutana. Yanga wanachezaje? Mimi nampongeza sana Selemani Mwalimu kwa hiki ambacho amekifanya. Anathibitisha wazi, yeye sio buhuni. Yeye ni mtu wa mpira. Lakini wahuni hawatokezi uwanjani hapa. Kwani kuna ubaya gani kuja kuangalia mechi ya Yanga? Hakuna ubaya. Na hata wachezaji wa Yanga kuangalia mechi ya Simba sio kosa. Wanathibitisha wazi kwamba kumsoma, yani anakuja kusoma na yeye kwamba okay sawa, Baka yuko namna hii, kumbe huyu yuko namna hii, huyu ni mtu wa mpira. Mimi nampongeza alichokifanya na sio kosa, ila kwa mtu ambaye ni muhuni, umekuja kufanya nini? Mimi ninachokuambia kwamba umekuja kuvuta hongo, una mapenzi na Yanga. Ndio nature ya Tanzania tuliokuwa nayo. Selemani Mwalimu mimi ninampongeza kwa kuweza kufika uwanjani na ameenjoy sana, kwa sababu Selemani Mwalimu timu ambayo anaichezea haijawahi kushinda goli 6. Unaelewa vizuri? Unapata wapi ujasiri kusema timu yako inapaswa kuwa bingwa hata goli 6 haijawahi kushinda? Utaona umechanganyikiwa. Kwa Selemani Mwalimu kilichomvuta hapa ni burudani ya Yanga ya kushinda goli nyingi. Hata kama ni wewe unasemaje? Hivi Yanga unaikataa kwa yengo ipi? Unaposema Yanga mbovu, Selemani Mwalimu mwenyewe anajua Yanga ni bora kuliko Simba. Na ndio maana amekuja kushuhudia boli. Ninampongeza kwa awareness kubwa aliyokuwa nayo. Unaona bado kuna upinzani katika hatua ya kugombania ubingwa wa ligi kuu. Kimsingi msimu huu ni ngumu sana kwa Simba. Labda itokee Mungu aamue. Kama msimu uliopita gap ilikuwa la alama 1 na Yanga ikawa bingwa. Sasa hivi alama 5. Tuombe dua kwamba Simba kuwa bingwa wa ligi kuu soka Tanzania. Yes, sikatai ni mpira, lakini kiuhalisia kwa mazingira yalivyo ni hali ngumu sana kwa Simba, kwa sababu matokeo ya goli 6 hizi kwa bila na clean sheet juu yake, hakuna mwana Simba mwenye akili timamu amefurahi. Unanipata vizuri? Mwana Simba mwenye akili timamu hapa amesikitika, kwa sababu mzigo umezidi kuongezeka. Maana leo Yanga ingepata suluhu au kufungwa, kungekuwa kuna advantage kwa Lunyasi. Lakini kwa sasa ukiangalia Simba inachanganya, alafu Yanga inashinda gap la alama 5. Kilichokuhamisha Simba ni kudili na mambo ya Yanga kuliko mambo yao. Unaelewa ninachosema? Wana mambo mengi ya kuyafanya.